Je, umewahi kujiuliza kwa nini baadhi ya watu wanakohoa karibu kila siku? Unaweza kuwa unakohoa asubuhi ukiamka, unakohoa usiku ukilala, au kikohozi hakiishi hata baada ya kutumia dawa. Na watu wengi hudhani ni jambo la kawaida kabisa, lakini ukweli ni huu: kikohozi cha mara kwa mara kinaweza kuwa ujumbe wa mwili wako kwamba kuna tatizo kubwa linaendelea ndani yako. Na mbaya zaidi, watu wengi hupuuza dalili hizi mpaka wanapogundua tayari afya yao imeathirika vibaya. Katika video hii, leo tutazungumza kwa undani sana kuhusu sababu kuu zinazofanya watu wakohoe mara kwa mara, dalili hatari zinazopaswa kuogopesha, makosa ambayo watu wengi hufanya, lakini pia tutaangalia na njia salama za kusaidia kupunguza kikohozi. Hakikisha unaangalia mpaka mwisho, kwa sababu moja kati ya hizi inaweza kuwa ndio ambayo inakusumbua wewe bila kujua. Kama ni mara yako ya kwanza kwenye chaneli hii, bonyeza alama subscribe kengele pembeni yake. Kikohozi ni nini hasa? Kikohozi si ugonjwa, ni mfumo wa mwili kujilinda. Mwili unapogundua mfano kuna vumbi, moshi, kamasi, wadudu, maambukizi au kitu kinachoziba njia ya hewa, hutuma taarifa kwenye ubongo, na ubongo huamuru mtu akohoe ili kutoa kile kilichokera njia ya hewa. Kwa hiyo kukohoa mara chache si tatizo. Tatizo linaanza pale ambapo unakohoa kila siku, kikohozi hakiponi, au kikohozi kinaendelea kwa muda mrefu hata baada ya kutumia dawa. Hapo mwili unaweza kuwa unalia kuomba msaada. Aina za kikohozi. Kabla tujaendelea mbele kwenye sababu, ni muhimu ujue aina za kikohozi. Kwanza kuna kikohozi kikavu. Hiki hakina makohozi. Mara nyingi husababishwa na allergy, pumu, muwasho wa koo na hewa ya baridi. Kikohozi hiki kinaweza kuwasha koo sana. Kikohozi cha pili ni kikohozi cha makohozi, tunaita productive cough. Hapa mwili huwa unatengeneza kamasi nyingi. Sababu zake zinaweza kuwa maambukizi, kuvuta sigara au bronchitis au tatizo la mapafu. Tatu ni kikohozi cha muda mrefu, tunaita chronic cough. Kikohozi kinachodumu kwa zaidi ya wiki 3. Hiki ndicho kikohozi ambacho hupaswi kupuuza kabisa. Sababu kuu za kukohoa mara kwa mara. Sababu ya kwanza ni allergy. Hii ni sababu kubwa sana. Watu wengi wana allergy bila hata kujua. Mwili unaweza kushindwa kuvumilia vumbi, moshi, perfume kali, nywele za wanyama, harufu kali au baridi, na matokeo yake unaanza kukohoa kila mara. Dalili nyingine ni pamoja na kupiga chafya, macho kuwasha, pua kutoa maji, koo kuwasha. Na mara nyingi kikohozi hiki huongezeka asubuhi, usiku au ukiingia kwenye sehemu yenye vumbi. Sababu ya pili ni pumu, asma. Pumu si kupumua kwa shida pekee. Watu wengine dalili yao kubwa huwa kikohozi cha mara kwa mara. Dalili inaweza kuwa ni kubana kifua, kupumua kwa sauti, kukohoa usiku, kuchoka sana au kukohoa wakati wa mazoezi. Na wakati mwingine mtu anaweza kukaa miaka mingi bila kujua kama anapumua. Sababu ya tatu ni mafua ya mara kwa mara. Mafua na flu husababisha koo na njia ya hewa kuwasha. Baada ya mafua kuisha, kikohozi kinaweza kubaki kwa wiki kadhaa. Hii hutokea kwa sababu njia ya hewa huwa bado imeathirika. Dalili ni pamoja na kamasi, pua kuziba, homa, pamoja na maumivu ya mwili. Sababu ya 4 ni uvutaji wa sigara. Hii ni sababu kubwa sana duniani. Moshi wa sigara huharibu mapafu, njia za hewa na mfumo wa kupumua kwa ujumla. Wavutaji wengi huanza na kikohozi kidogo tu, lakini baadaye kikohozi hugeuka kuwa cha kudumu. Na mbaya zaidi, sigara inaweza kuongeza hatari ya saratani ya mapafu,
maambukizi ya mapafu na COPD. Hata watu wasiovuta sigara wanaweza kuathirika wakikaa karibu na moshi wa sigara kila siku. Sababu ya 5 ni acid reflux. Hii hufanya na watu wengi washangae sana. Asidi kutoka tumboni inaweza kupanda hadi kooni, na asidi hiyo husababisha koo kuwasha, kukohoa sana usiku, sauti kubadilika pamoja na kiungulia. Watu wengi hutibu kikohozi wakati tatizo liko tumboni, yani asidi imeanzia tumboni. Sababu ya 6 ni maambukizi ya mapafu. Hapa ndipo mambo yanapokuwa makubwa zaidi. Magonjwa kama bronchitis, pneumonia na kifua kikuu yanaweza kusababisha kikohozi kisichoisha. Dalili: mioma, maumivu ya kifua, kupungua kwa uzito, kutokwa na jasho usiku na uchovu mkubwa. Ukiwa na dalili hizi, wahi hospitali mara moja. Sababu ya 7 ni hewa chafu. Watu wengi wanaishi kwenye mazingira yenye vumbi, moshi na kemikali, harufu kali. Na kadri wanavyoendelea kuvuta hewa hiyo, njia ya hewa huharibika polepole. Hii huathiri sana wafanyakazi viwandani, mafundi, watu wanaopikia kuni na watu wanaokaa maeneo yenye moshi mwingi. Sababu ya 8 ni matatizo ya moyo. Ndiyo, hata moyo unaweza kusababisha kikohozi. Moyo ukishindwa kufanya kazi vizuri, maji yanaweza kujikusanya kwenye mapafu. Dalili: kupumua kwa shida, miguu kuvimba, kukohoa usiku na uchovu mkubwa. Hii ni hali inayohitaji matibabu ya haraka. Sababu ya 4, dalili hatari. Sehemu ya 4 tutaangalia dalili hatari ambazo hupaswi kupuuza. Sasa nisikilize vizuri. Ukiwa na dalili hizi pamoja na kikohozi, nenda hospitali mara moja. Kwanza, kukohoa damu. Hii si dalili ya kawaida, inaweza kuashiria TB, saratani ya mapafu au maambukizi makubwa. Nyingine ni kupungua uzito bila sababu. Mwili unapopungua uzito ghafla inaweza kuwa ishara ya ugonjwa mkubwa sana. Kupumua kwa shida. Hii inaweza kuonyesha pumu kali, maambukizi au tatizo la moyo au tatizo la mapafu. Kikohozi zaidi ya wiki 3. Usikubali kuendelea kutumia spray kila siku bila uchunguzi. Makosa makubwa yanayofanywa na watu. Kosa la kwanza, kutumia dawa bila ushauri wa daktari. Watu wengi hutumia antibiotic, dawa za kikohozi na dawa za mafua bila kujua chanzo halisi ni nini. Na hii inaweza kuficha tatizo, kuchelewa matibabu na kuongeza madhara. Kosa la pili, kuendelea kuvuta sigara. Hata ukipewa dawa ukiendelea kuvuta sigara, mapafu yataendelea kuharibika. Kosa la 3, kupuuza mazingira. Kama chumba kina vumbi, ukungu na moshi, kikohozi kinaweza kuendelea kila siku. Kosa la 4, kutokunywa maji ya kutosha. Maji husaidia kulainisha koo, kupunguza muwasho na kusaidia kamasi kutoka. Tuangalie jinsi ya kusaidia kupunguza kikohozi. Kunywa maji ya vuguvugu. Hii inaweza kusaidia koo kutulia. Epuka moshi na vumbi. Jaribu kufungua madirisha, kusafisha mazingira na kuvaa maski sehemu zenye vumbi. Pata usingizi wa kutosha. Mwili unapopumzika hujirekebisha vizuri zaidi. Tumia asali kwa tahadhari. Kwa baadhi ya watu wazima, asali inaweza kusaidia kutuliza koo, lakini watoto wadogo sana hawapasi kupewa asali bila ushauri wa daktari. Tafuta uchunguzi wa hospitali. Hii ndio hatua muhimu zaidi. Unaweza kuhitaji x-ray ya kifua, kipimo cha TB na vipimo vya mapafu au vipimo vingine. Namna ya kujikinga. Kwanza, epuka sigara, kula vizuri, fanya mazoezi, kunywa maji ya kutosha. Tibu tatizo mapema, epuka vumbi na moshi. Kama umekuwa ukikohoa mara kwa mara, usipuuzie hali hiyo. Mwili wako unaweza kuwa unajaribu kukukumbusha au kukuambia kuna tatizo. Inaweza ikawa allergy, pumu, maambukizi au tatizo la tumbo. Cha muhimu ni usijitibu bila kujua chanzo. Ukigundua mapema, matibabu huwa rahisi zaidi.
Naamini umejifunza jambo. Bonyeza alama ya like, subscribe na share mazuri haya kwa watu wengi zaidi.